usitoke, tuko hapa muda dakika 15. Please usitoke nje. Wanataka watakaza ukiwa ndani. Tutakaza ukiwa ndani ya ukumbi. Ura. Wale watu wanaenda nje. Sikia, tunatakasa ibada. Tunatakaza, simama mahali kwenye ulipo, sijilauni. Songa mbele. Tunatakasa ibada. Msiweke vitu kwanza. Songa mbele, tunatakasa ibada. Songa mbele. Wewe tokeni huko nje. Anza wewe, halo. Tokeni huko nje. Ruka analimukari. Ibada iko ndani wewe. Ibada iko ndani. Songa ndani wewe. Anza. Tokeni huko nje ndani. Wewe, simameni hapo mahali penye mpo. Simameni hapo. Wewe ingieni ndani wewe. Anza. Mwalimu ingieni mkali. Urejesho, ingieni ndani. Ingia ndani wewe, ibada iko ndani. Manu, ingia ndani. Ingia ndani kwanza watakaza tunaangalia mkali. Ndio mwanzo huu. Ingia ndani wewe, ingia ndani. Anza wewe. Wewe ingia ndani. Sasa ingia ndani. Ingia ndani. Na sasa kutosha. Ingia ndani. Kuna nafasi ya kutosha. There's enough space. Ingia ndani. Ingia ndani kwanza. Anza, nyinyi. Ingia ndani. Ingia ndani wewe. Wewe unafanya nani? Ingia ndani. Mami wanje kwa mbashirika, kumbe wanje kwa libo kanugutinyo, bando kwirwatsa ibanje liberamba, kumbe mundu yasigira ko bwali yarura irwanyu. Yahita shatani yasigira ko bandu bobo mwami bafede kanga bawumiya.
wali bubulako bana amani Yesu mwana wa Nyasaye mutakatifu wali baba ndugutwinyo utambakanya misingi cy'umuntu Satani ate yasingira abantu banje mutakatifu kwali lebukana leli lukuhonya abantu mwana wa Nyasaye kwali bali kukuhonywa basalise bali kukuhonywa mwana wa Nyasaye batse basengera kare ucyangiranga kukwali Yesu mucyango kwa gusa ureta gwone tambakanya amatemu asi Yesu mwana wa Nyasaye asi tena bashirika mwana wa Nyasaye paka mbandu bo Nyasaye wanje bakola tikasi banyaramba bandi batamana bwali yabo banyasaye muliro kwakamu ujira Yesu mwana wa Nyasaye bakaruka inyuma n'imisingi cy'umuntu cyane mundu yate asingira kandi asingira bashirika wali baba mutinyo gukora ikasi Yesu mwana wa Nyasaye wanje basingira mu banyasaye ndakasanga n'ibunganya muntu cyane n'izindi sheshe kuri mwana wa Nyasaye mutakatifu kulwani bwe moyo kwitsimbotoka kwa injira wakarukana mwana wa Nyasaye Shetani yinjira nayonona aromba injira Yesu mwana wa Nyasaye nabirilla yawe Nyasaye ku bandu bo utse kwitsimibukana kuona lakini kupana kuli balezi yawe Nyasaye butinyi bwa kwandama bakuli muri mukana kutesekanga mwana wa Nyasaye busara na kuteseka busara na kuumia mima cy'umwana w'umuntu kiramba Shetani n'inema cheche w'abanyasaye Stephen mundu wa roho mundu yamba kana imenya libaye mundu yamba kana gusingira mu rufaro mundu yamba kana kurora bamuva malaya w'abanyasaye bakatiwo atimira bakana bandu bo bakana bakibukana napana paka musingi cy'umuntu Shetani yes asi yes Yey mewachirishandaka
mikono cha Yesu Ganya zaka sana usiende nje. Yesu mulina wanje, Yesu yangu zira sufira sema mikono cha Yesu kweli Jumapili ijayo tuko na evangelist. Na evangelist gwaride itatoka ni saa 6. Itakuwa ni kuwakaribisha evangelist. Jumapili ijayo kuna matanga Muungano region, kila assembly kutoa shilingi 500 ili kwamba tutumanishe ripoti ile kwa vijana waende kumalizia assembly yote kutoa shilingi 100 ngapi? 5. So utakapoona message kutoka kwa ofisi ya vijana usipuuze, kwa sababu iwapo utapuuza nitakudai hapa evangelist wakiwa wameingia, na evangelist wako hapa kwa siku 7. Sema amen. Amen. Ilipana libore haleluya. Mukuru region lazima tusonge wapi? Tunatangaza ibada, tunajiandaa kupeleka Kamukunji. Wapi? Kamukunji ground pale Majengo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ibada yetu pale na ninaona ni kana kwamba inavinziwa, haitavinziwa, sio? Bwana Yesu asifiwe. Naenda kusoma maandiko matakatifu ndani ya kitabu ni Kutoka 17 mstari wake mdogo ni kuanzia 11. Biblia inasema ya kwamba ikawa Musa alipoinua moyo wake, Israeli alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Ahimeleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi akatoa jiwe, wakatoa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu wa kushoto na mwingine upande huu wa kulia. Mikono yake ikadhibitika hata jua lilipokucha. Mungu abariki maandiko. Mungu abariki maandiko. Maneno haya, hii ni kitabu ambacho alikiandika Musa akiwa kwenye jangwani, wana wa Israeli wakiwa katika safari ya kuenda katika mji ambao walioahidiwa. Na kitabu cha Kutoka kinaashiria kutoka katika mji wa Misri na kuelekea katika mji ambao walioahidiwa. Biblia inasema ya kwamba walifika katika safari njiani, na ikawa ya kwamba Musa amekuwa ni mzee, na wakati alipoinua mikono yake juu, walikuwa katikati ya vita, waliweza kushinda. Na wakati alipoinamisha mikono yake chini, basi Ahimeleki, Biblia inasema waliweza kushinda. Lakini Mungu akatambua kwamba wana wa Israeli sio watu wa kushindwa. Mungu akajua kwamba kizazi cha wana wa Israeli ni kizazi cha washindi. Akatambua siri ya kwamba akamtumia wasaidizi, akachagua Huri, akachukua Haruni na akachukua Joshua. Akaambia Joshua, wewe utaongoza kikosi, lakini Haruni atakaa upande wa kulia na Huri atakaa upande wa kushoto. Jioni ya leo nataka
niongee na mtu ambaye moyo wake umesononeka. Amepiga vita hadi akafika mahali akakata tamaa. Amepiga vita hadi akafika mahali akajua kwamba yeye ni mwanadamu, maana analemewa. Lakini nataka nikuambie jioni ya leo ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Alituma msaada, akatuma Haruni, akatuma Huri ili wamsaidie Musa. Mmoja asimame wa upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia. Na kuambia jioni ya leo Mungu atakutumia msaada. Mmoja upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia. Haijalishi ni mazito aina gani, haijalishi ni vita aina gani, haijalishi wamejipanga namna gani, haijalishi uko mmoja ama wawili, haijalishi wewe ni mgonjwa ama mnono, haijalishi unaomba lazima kuna ushindi. Wote waliojipanga lazima utawapige na utawashinda. Yesu mulina wanje, Yesu yangozera, sobiranga orwa, ninakuomba senyara kujama. Haleluya, mikono cha Yesu Baba. Aliyejipanga kukupanga ni yule ambaye anayekujua, anayetembea pamoja na wewe, anayekula pamoja na wewe. Haijalishi amejipanga namna gani, lakini Baba amejipanga, maana ameketi kwa kiti chake cha enzi na wewe uko chini. Yule aliyepanga usiku, Baba atapanga mchana. Aliyepanga jioni, Baba atapanga asubuhi. Watakuja waine, lakini utawashinda. Umenyo Nyasaye, wewe kurando wewe, naye Nyasaye wabo, Yesu yara kabumenyo. Haleluya, Nyasaye wanje, wanje manya wewe wanje, wanje mwami Nyasaye wanje. Mama Nyasaye na Emmanueli, Alele Ritembeli, Bokume wa Nyasaye, Ogere Shuka Baba, Haleluya, Nyasaye wanje, wanje manya, wanje mwami Nyasaye wanje, upande kwamba Nyasaye na Emmanueli, Alele Ritembeli, Bokume Shuka Baba, Haleluya, mwami Munyi wanje, wanje manya. Yesu anaweza, hakuna kama wewe. Shuka Baba, mwami Nyasaye wanje, upande kwamba Yesu yatanga oira bama. Yesu anakuja Mungu. Yesu yatanga oira bama manya, mwami Yesu yatanga. Yesu na hakuna kama wewe. Wewe ndiye mwenye uwezo na mamlaka. Baba, ninakualika mahali hapa. Asingira bujeyo, simama imara mama, hakuna mahali utakimbilia pana salama. Kimbilia kwa Bwana Yesu anaweza, kimbilia kwa Bwana Yesu anaweza, kimbilia kwa Bwana Yesu anaweza. Hakuna anayeweza kama Yesu. Yeye ndiye zaidi ya washindi, yeye ndiye mkuu wa vita. Ndio Bwana Yesu anaweza. Shuka Baba. Baba
katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa amani, Mungu wa uwezo na mamlaka, naweka ibada hii mikononi mwako. Yesu mwenye uwezo, naweka ibada hii mikononi mwako. Ibada yukaitawale Jehova, ibada yukaiangazie Jehova. Udamanu roho. Yesu mwenye uwezo, tawala ibada hii na mkono wako, wewe ni Mungu. Naomba tu kibali, malaika wakuu washuke wakachukua usukani, ni kwa ajili ya ibada hii. Roho Mtakatifu atawale, wewe ni Jehova. Ifungue upate kuondoa mademoni mbarawi, mademoni roho. Mfalme wa ajabu, ninasema ni asante kwa ulinzi. Baada hii Mama Region pamoja na ofisi yote wa mama wa wazee mikononi mwako. Tawala na hata vijana wote, watoto ukawabariki. Ubaya upate kuondoa. Ni kwa Yesu nimeomba na kuamini. Tuko hapa muda wa dakika chache sana. Wale watu wa kutoka nje, tafadhali msitoke nje, mhare mkaribu. Tafuta kitu. Unishikie niko tayari. Mrs. Jango. Kuja hapa mbele kidogo. Wewe na utulivu. Tulia. Tafuta mahali uketi tafadhali. Tuelewane. Chief Kasisi, Mama Region, Mareva Umami Yesu Somebe. Mrembo Mwesi. Hii ni ibada ya Mama Region, ibada ya mama. Wameniomba na washikilie, na tuko hapa muda mfupi kabisa, sababu kuna wenzetu ambao wanaenda kazi jioni na wangependelea pia waenjoy na sisi hii ibada ya Mama Region. Na I think yule atatufundisha kwa ajili ya sadaka awe tayari. Na niko na tangazo moja. Makarani Assemblies, simama mahali huko. Kama unajua Karani wa Assembly, simama juu. Karani wa Assembly. Tuelewane tafadhali. Makarani wote wa Assembly simameni. Hii
Hii tangazo natangaza sababu kuna wenzetu wanaenda nyumbani ama wanaenda makazi. Hii ni risiti kutoka makao makuu na risiti ya fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. Na hii risiti utakuwa unapewa na mchungaji kila mwezi unapotoa ripoti yako ya fungu la 10. Na iko na condition, na tuelewane. Hii risiti utapata iwapo umefikisha kiwango ya shilingi 1,300. Bwana Yesu asifiwe. Na iwapo umetoa ripoti yako ya 250, umetoa 200 kwenda chini, usianze kugombanisha karani wa assembly ama karani wa pastor wako sababu ya hii risiti. Ukiona wenzako wanapata risiti, hii ni condition tumepewa kutoka mission ya kwamba unapopitisha fikisha 300 katika ripoti yako ya fungu la 10 ndio utapata hii risiti. So iwapo umetoa 200, 150, tafadhali usishike pastor wako ko ama karani wa assembly. I think hii ujumbe muipitisha kwa wale ambao hawajaingia, sababu itakuwa tunaipeana kila mwisho unapotoa ripoti yako ya fungu la 10. Tuko pamoja. Usiseme mchungaji amekula ripoti yako, no. Sijui mahali hiyo 200 yako itaenda, lakini sisi tunapeana ripoti ama risiti za fungu la 10. Na Mungu amani wabariki. Tangazo lingine ni kwamba tuko na matanga muungano, na vile chief amesema tuweke vichwa pamoja kwa ajili ya hiyo matanga, sababu hao pia walikuja kutusaidia hapa. Only 500 tumeweka katika assembly. Wacha nikaribishe mnenaji wa sadaka. Karibu. Unisalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimshukuru Mungu ambaye ametuneemesha kuiona Jumapili tarehe 25